James King 28 show tena. Nimerudi kwa mpande wa wazazi. Mnajua kwa nini siku hizi wanawake wapendi kuoreka? Alafu kwa nini mnajua kwa nini wanaume hawapendi kuoa? Unapata mwanaume mfikisha miaka 30 hajaoa. Hana mtoto, hana nyumba, hana nini? Unajua kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanaume anatoka anakuja kutaarifu kwao na mwanamke, nimependa mtoto wenu, anakaa fulani fulani, anakaa hivi na hivi, nimempenda fresh, nataka niishi naye. Shida ndio zimeanza hapo tayari. Mtoto wetu tumemulea, mtoto wetu tumemulea kwa dini. Mtoto wetu ametusumbua sana wakati alikuwa anasoma. Nani amemwambia mtoto wa kiume hajalelewa? Nani amemwambia mtoto wa kiume hajazaliwa, hajasoma? Ndio maana nimemwambia mtoto wetu kulingana tu namuona, ukimpa kazi yoyote anaweza fanya kwa sababu amesoma. Mbona amsemi mtoto wetu ana kazi fulani, kwa hiyo anaweza kuendelea na maisha? Ati ukimpa kazi yoyote anaweza fanya. Kwa ufupi, yule mwanaume aende afuate, ampe kazi mwanamke afanye. Sasa baba, nimekusikia maneno yenu, nimeyasikia. Mnaanza niruhusu kuishi naye. Kuishi naye utatupa 200,000. Kwani mnamuuza maana nini? Tukiangalia vizuri, mashangazi, majomba, ndugu zake, tukiangalia vizuri habari wasumbua na nini na nini, utatupatia 1,500,000. Mimi mwenyewe 10,000 sijashika. Na wewe mzazi saa hii, ikiwa ni mtoto wako anaenda kuoa, wewe mzazi wa babake msichana, akiwa ni mtoto wako anaenda kuoa, hiyo raki unayo ya kutoa? Alafu ukipata ule dem amefika kwa nyumba, mguu nje mguu ndani, anaanza kukuambia mwanzo, nyumbani sijalelewa hivi. Anakuja kuleta masharti wakati umenunua. Vile umenunua 1,500,000 si mchezo. Hiyo ni kumununua tayari. Alafu mkikosana kidogo, umelipa mali hiyo yote, ati umenichezea. Kwa hiyo unastahili nilipe. Wakati mimi nimetoa ile mahari ili nikuchezee. Kwa sababu siwezi nunua binadamu. Nachezea, nimenunua muda wako kukaa na mimi. Nimenunua muda wako kukaa na mimi, ndio maana nauchezea ule muda wako. Nikiona nimeshiba na huko kuchezea na kutupa nichukue mwingine, kwa sababu pesa mnataka. Mudupe watoto wenu bila pesa. Muone kama tuishi nao. Mtubariki, mseme haya, mtoto wangu wa kike, haya yule mwanaume amekupenda, haya mwambie kuja hapa niende. Mtoto wetu umempenda huyu, nimempenda. Sasa kitu ambacho tunastahili kufanya, muende muheshimiane. Mkikosana mwe mtatukwambia, huyu mtoto wetu na wewe umekuwa mtoto wetu, na mimi nimpeleke nyumbani, ambie haya mtoto wetu umepata jiko. Sasa huyu mtoto wa kike msisumbuane, mkipata shida mkuje mtuambie. Unaona hiyo? Kama kitambo vile vilikuwa. Haliko ndio sahi. Mnaleta tamaa. Kwa nini? Mtoto wangu ni 2,000,000. Fai. Msifanye hivyo. Ndafanya watoto wenu tuwapitie mamimba hapa, wazalie kwenu. Alafu sisi wanaume tutaenda kuenjoy. Pata huyo mpite naye. Mnipatie mademo tuishi nao.